Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi huru na ambayo inaongozwa kwa mujibu wa katiba ya mwaka 1977 na marekebisho yake zaidi ya 14. Katika sheria yetu imeruhusu pia kutungwa sheria nyingine ambazo moja ya sheria ni sheria ya kanuni za adhabu, na tunayo sheria pia ya kuzuia ugaidi. Sheria hizi zote kwa pamoja zinatoa makatazo juu ya mtu yoyote kutenda au kujishughulisha au kutishia ama kutokutenda jambo ambalo litapelekea kuvunja sheria na kuvunja haki za wengine. Kwa msingi huo serikali kupitia vyombo vya ulinzi na usalama inao wajibu wa msingi wa kulinda haki ya uhai, lakini inao wajibu wa kulinda haki za raia na mali zao kwa mujibu wa katiba, lakini pia sheria mbalimbali ambazo zimeundwa. Lakini pia ni nchi ambayo inaheshimu utawala wa sheria, ni nchi ya kidemokrasia inayofuata misingi ya utawala bora, lakini pia kuheshimu uhuru wa mahakama kama ulivyoainishwa 107B kubwa. Lakini vivyo hivyo mamlaka zote za uamuzi wa haki itakuwa imepewa jukumu hilo muhimili wa mahakama kwa mujibu wa ibara 107A kubwa. Kwa hiyo yale yanayosemwa kwamba kuna watu wanakamatwa, sio ni kundi fulani na nini, hayo yote sio kweli, ni uongo na ni uzushi na ni upotoshaji ambao hauna nia njema, nyuma yake una nia ovu, kwa sababu mtu yoyote katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anavunja sheria au amefanya kosa, aidha kutenda au kutishia kutenda kosa ambalo lina ujinai ndani yake, utaratibu wa kawaida kabisa kwa mujibu wa sheria kanuni za adhabu, mtu huyo atatafutwa na vyombo vya dola na atakamatwa kwa kutumia arrest warrant au without warrant, kwa maana ya warrant of arrest. Kwa maana hiyo utaratibu wa kukamata mtu ambaye ametenda au anapelekea kutenda kosa la jinai, ama kwa kutisha, kwa maneno, kwa vitendo, atachukuliwa hatua za kisheria. Kwa hiyo katika msingi huo hakuna, kwa mujibu wa sheria tulizonazo, hakuna kinga dhidi ya jinai kwa mtu yoyote. Ndio msingi wa sheria katika sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hakuna mtu yoyote aliye na kinga dhidi ya utendaji wa makosa ya jinai, na hakuna mtu aliye juu ya sheria. Utawala wa sheria upo kwa maana ya katiba yetu na sheria nyingine zilizotungwa, juzuu zaidi ya sheria 438 pengine mpaka 40 za sasa. Kwa hiyo msingi wa kwanza wa msingi kabisa wa Tanzania wanapaswa kujua ni kwamba hakuna mtu yoyote ambaye yuko juu ya sheria. Hata mimi waziri wa mambo ya ndani ninayezungumza siko juu ya sheria, na ndio maana umeona kuna watu waliweza kusema kwamba wanaweza kumpeleka mahakamani kwa sababu ndio chombo pekee cha utoaji wa haki. Kwa hiyo halengwi mtu wala kundi wala mtu yoyote. Anaenda kukamatwa au kutafutwa ni yule ambaye atakuwa ametenda kosa la jinai au alipelekea kutenda kosa la jinai, na kwenye mazingira ambayo pengine amefanya vitisho kwa wananchi, vitisho kwa jamii, au ametenda matendo ambayo yanapelekea kuvunja haki za wengine, matendo ambayo yanapelekea kudhoofisha uchumi, kuhujumu uchumi, kuhujumu jamii au biashara na pamoja na shughuli nyingine zozote za umma, huyo atakuwa ametenda kosa. Sasa kwa muktadha wa makosa ni yule mtu ambapo anapokuwa amekamatwa kwa tuhuma hizo, anakuwa bado ni mtuhumiwa, na hivyo atapelekwa kwenye vyombo vya usalama, na baada ya hapo atapelekwa mahakamani, na katika utaratibu wa kwenda mahakamani DPP kwa maana Director of Public Prosecution atamfungulia au kumpa charge sheet kwa maana ya kumchaji na makosa aliyotenda au aliyotaka kutenda kwa mujibu wa sheria, na atatafsiri sheria kulingana na aina ya kwanza kosa lilolitenda kwa kusema au kwa kutenda au kwa kutokutenda, lakini pia vielelezo alivyokamatwa navyo mtuhumiwa husika. Hivyo ndivyo vinavyoweza kumfanya Director of Public Prosecution kwenye ofisi yake kuitafsiri yale matendo au maneno au kutokutenda ama vielelezo alivyokamatwa navyo
ili aweze kupelekwa sasa mbele ya mahakama kwa kosa mahususi lililotajwa na sheria. Sasa inaweza likaangukia kwenye sheria kanuni za adhabu, inaweza likaangukia kwenye sheria ya ugaidi, na kimsingi nieleze wazi hapa na muelewe kwamba hatuna ugaidi Tanzania kwa maana ya matukio makubwa ya kigaidi, lakini vinaweza vikawepo viashiria vya matendo ya kigaidi. Na kwa sababu ugaidi sio dhana moja tu kwamba ni ugaidi lazima kuwe na hiki, kuna elements of offense kwa maana ya vile vigezo vya kutenda kwa kosa. Kwa hiyo ugaidi unajumuisha kila aina ya tendo, kutenda au kutokutenda, kutishia, kupanga, kuratibu, kula njama, kutekeleza, kuandaa vifaa ambavyo vinaweza vikaleta madhara, kukutwa na vifaa ambavyo vinaweza vikaleta madhara makubwa kwa jamii, lakini pia kuzuia shughuli za kiuchumi, kutishia wananchi, kufanya matishio makubwa ya kuzuia shughuli za kijamii. Haya yote ni moja ya vielelezo ndani ya makosa ya ugaidi. Sasa katika muktadha huo, kwa Wizara ya Mambo ya Ndani inaishia kama chombo cha Jeshi la Polisi kutafuta wahalifu. Kwa hiyo wanaokamatwa ni wahalifu. Sasa mhalifu hatafutwi mtu kulingana na cheo chake, hatafutwi mtu kulingana na kazi anayofanya au title yake ya elimu ama jamii anayotoka. Mhalifu ni mhalifu yoyote, kwa sababu hakuna mtu aliye juu ya sheria. Mtu yoyote anaweza kuwa mhalifu. Kwa hiyo wapo, tulishaikuwa na kesi nyingi na mifano mingi. Wapo wanasiasa ambao wamewahi kufika kwenye mkono wa sheria, kwa sababu kuwa mwanasiasa sio kinga ya jinai. Lakini vivyo vivyo wapo watu wana taaluma ambao walishafikishwa mbele ya mkono wa dola, sio kinga ya jinai. Wapo watumishi wa serikali ambao wameshawahi kufikishwa mbele ya mkono wa dola na mahakamani na kuchukuliwa hatua, sio kinga ya jinai. Kwa hiyo hakuna mtu aliye na kinga ya jinai, awe mfanyabiashara, awe tajiri, awe maskini, awe muumini wa kanisa fulani, awe ni Muislamu au Mkristu. Jinai haichagui, jinai haiozi. Mtu yoyote anayeweza kutenda jinai atakamatwa kama mhalifu au mshukiwa wa uhalifu na hatimaye atafikishwa mbele ya mahakama. Hakuna mtu ambaye anaweza kulengwa, wala hakuna kusudio lolote linalokusudia kumlenga mtu au taasisi ama nini, kwa sababu kama ingekuwa hivyo, basi kama wangelenga taasisi fulani wangekamata taasisi yote mpaka viongozi wa juu. Lakini pia kama walitaka kulenga labda wanataaluma, wangeweza kukamata. Kuna wanataaluma ambao wako huru mpaka sasa. Kwa hiyo tusitetee vitu ambavyo hatuvijui, na hasa kwenye mashauri ambayo yako mahakamani kwa sasa hatuna audacity ya kuyahoji, kwa sababu nimesikia kuna mahali wanasema kuna Uganda Convention ambayo sio kinga ya jinai. Yani ninapokuwa mhadhiri, ninapokuwa mwanasheria, ninapokuwa waziri, ninapokuwa mbunge, unapokuwa mfanyabiashara au mwanasiasa, unapokuwa mkulima, mfugaji, mtu awaye yoyote, hakuna mtu aliye juu ya sheria. Kwa hiyo kinga hizi za kijinai hazipo. Mwenye kinga ya jinai peke yake ni yule ambaye ameelezwa kwa mujibu wa katiba na kwa mujibu wa utaratibu ambao upo. Kwa hiyo tusipotoshe umma na kutaka kuonyesha kwamba labda kuna kundi fulani linalengwa au mtu fulani. La hasha, hakuna kitu kama hicho, isipokuwa matishio tuliyaona ya uvunjifu wa amani tarehe 7 mwezi wa 7 yaliyopangwa, yaliyoratibiwa, wapo waliohusika, lakini Jeshi la Polisi lilitoka na kutoa tamko kupitia msemaji wa Jeshi la Polisi anakuitadharisha na kuonya umma kwamba watu wasijihusishe na jinai. Lakini hatua ya pili, wakati pia kukaribia tarehe 7, Jeshi la Polisi lilitoa tamko jingine. Nadhani wametoa matamko na tahadhari na maonyo zaidi ya 4 kabla ya tarehe 7. Na la mwisho limekuja kutolewa hivi jana, nadhani kama nakumbuka, ambalo nalo pia lilikuwa likitoa taarifa ya juu ya watu zaidi ya 130 waliokamatwa wakiwa na makosa mbalimbali. Wapo ambao walionyesha na viashiria vya charges ambazo zimetolewa za ugaidi, na wengine wengi si katika mlengo huo, labda pengine wamevunja sheria, kanuni za adhabu. Kwa hiyo kwa sababu ni jambo ambalo liko mahakamani, sina sababu ya kulizungumza kwa kina zaidi. Tuache haki itendeke. Ambaye atakuwa hana makosa kwa mujibu wa ushahidi, vielelezo na maelezo atakayoyatoa, basi atakuwa mtu huru. Kuna principle of presumption of innocence ambayo pia ipo kwenye ibara ya 13
ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mtu hataonekana kuwa na hatia mpaka pale ambapo atatangazwa kuwa na hatia na mahakama. Kwa hiyo hili jambo nadhani si vema kuendelea kupotosha kwenye mitandao, tuiachie mahakama na wala hakuna lengo. Sasa kama ukikuta kwamba kuna taasisi fulani au watu wamejikuta kwamba wengi ndio wahalifu, sasa hilo litakuwa ni bahati mbaya sana, sio kazi yetu sisi. Lakini waliokuwa wanatafutwa ni wahalifu ambao wametishia au wametenda au hawakutenda mambo ambayo yanapelekea kuvunja haki za wengine, kuharibu uchumi wa nchi, lakini pia kutishia shughuli za kijamii zisiendelee ama kufanya mambo mengine na mipango mingine ya kijinai. Lakini kama imetokea sasa kuna eneo moja la watu wengi zaidi wameonekana kuwa ndio walikuwa hilo, basi inawezekana kwa namna moja au nyingine ni sura ya kwamba kumbe lilikuwa limepangwa hili jambo na kuratibiwa.